Haleluya hosana. Haleluya hosana. Haleluya hosana. Thank you Jehova. Na takuwa nikianza na asante, na huwa naanza na asante kwa sababu naamini asante inayo nguvu ya kubadilisha kutoka ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Gratitude inabeba vibrations za kushift focus yako kutoka kwenye ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Mungu, naamini kuna mengi yaliyoko sawa kwenye maisha yangu, kwa hiyo asante. Na muinspire mwingine kuwa na moyo wa shukrani, kwa sababu kwenye ulimwengu ukiwa ni mtu wa kushukuru, ulimwengu utakutengenezea opportunity za wewe uendelee kushukuru. Ukiwa ni mtu wa kulaumu, ulimwengu utatengeneza opportunity za uendelee kulaumu. Leo nitatengeneza sehemu sehemu ya kwanza ya hiki ambacho nataka kukizungumza, nikatengeneza pia sehemu ya pili, nikatengeneza sehemu ya 3, ya 4 na ya 5. Hii ni sehemu ya 6 na ndio sehemu ya mwisho. Nilichokuwa nakizungumza kwenye sehemu zingine za kwanza, za pili mpaka sehemu ya 5 ni levels of consciousness, na vile ambavyo level fulani ya consciousness inakuposition katika dimension fulani. Yani nilizungumzia kwamba viwango vya ufahamu, yani kuna ngazi mbalimbali za ufahamu, yani kuna ufahamu katika namna tofauti tofauti, na nikasema ukija kwenye ulimwengu wa roho au kwenye elimu iliyoko kiroho kuna ngazi 9 za ufahamu, kuna levels 9 za ufahamu. Na nikasema pia kwamba tuko kwenye dunia moja, sayari moja, lakini kila mmoja yuko kwenye ulimwengu wake, yani kila mmoja yuko kwenye level fulani ya ufahamu, na hiyo level fulani ya ufahamu inamweka kwenye level fulani ya ulimwengu, kwenye dimension fulani. Na nikazungumza kuanzia level ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4 kwenye sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili nikazungumzia level ya 5 ambayo ni 5D. Level ya 6 nikazungumzia level ya 6 ambayo ni 6D. Nikaja nikazungumzia level ya 7 kwenye sehemu nyingine. Pia nikazungumza sehemu ya 8. Leo nazungumzia kuhusu sehemu ya 9, level ya 9 ya ufahamu, jinsi ilivyo na jinsi ambavyo level hii inamposition mtu mwenye huo ufahamu kwenye dimension fulani, kwenye mbingu fulani, kwenye ulimwengu fulani. Kwanza kabisa nifanye review fupi. Level ya kwanza ni level ipi, level ya pili ni level ipi, mpaka kufikia level ya 9 ambayo niko nataka kuielezea leo. Level ya kwanza ambayo ndo lower level dimension, lower dimensions. Dimension ya kwanza kabisa ni dimension ambaye yuko kwenye hiyo dimension ni mtu ambaye yuko spiritually blind, ni black hole, ni mtu ambaye yuko kwenye giza au ni nuru, ni kipofu. Ni mtu ambaye hana idea yoyote kuhusu spirit yake, hana idea yoyote kuhusu spiritual world. Dimension ya pili au level ya pili ni level ambayo wanaoishi hiyo level au ambao wako kwenye hiyo level, hawa ni narcissistic people. Hawa ni watu wanaotumia fahamu zao katika selfish way, yani ni wenye fahamu lakini fahamu zao wanazitumia katika namna ambayo ni negative, katika namna ambayo inawashusha katika lower level ambayo ni dimension ya pili. Level ya 3 ambayo ni dimension ya 3, hii ni matrix. Watu wote ambao wanafahamu lakini fahamu zao zimeelekezwa kwenye hii dunia ya 3, wamefungwa kwenye system ya matrix, fahamu zao bado zimefungwa, ni slave, yani wana mental slave, yani ni wana utumwa wa kiakili, wamefungwa kiakili kwenye dunia ya 3. Nikazungumzia pia level ya 4. Level ya 4 ambayo ni 4D. Hii ni level ya watu ambao wanapitia kitu kinaitwa spiritual awakening au kufunguka kiakili, open mindset. Mtu yote ambaye amefunguka kiakili anaanza kuoperate kwenye kuanzia hii level. Mtu ambaye anapitia kuamka kiroho, mtu ambaye anaanza kutambua sasa
mambo yaliyoko kiroho, mtu ambaye anapitia kitu kinaitwa kuzaliwa upya, yuko kwenye hii level ya 4 ya ufahamu na inamweka katika mbingu ya 4. Mbingu ya 5 ni sehemu ya mtu ambaye tayari amepitia kuamka, amepitia kujaribiwa, amepitia kuzaliwa upya, sasa amezaliwa katika roho. Ni kiumbe ambaye hatembei tena kama mwili, ni kiumbe ambaye anatembea kama roho ikipitia ubinadamu. Anatembea katika roho aki-experience hii dunia, hajioni tena kama mwili. Anaelewa kabisa kwamba yeye ni mtu anaishi ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho ndiko ambako aliko. Iko hivyo. Hapo ni kwa ufupi, maana nilielezea kwa urefu. Kwa atakayetaka kuelewa itabidi akaisikilize, maana nitaiupload kama bado sijaiupload. Level ya 6 nilizungumzia ni kwamba mtu ambaye ameascend, ufahamu wake umepandishwa kufikia mbingu ya 6, dimension ya 6. Huyu ni mtu ambaye anatembea akiwa anaijua nguvu yake. Kwa hiyo kama anaijua nguvu yake, huyu ni mtu mwenye uwezo wa ku-create. Ni mtu anayeumba maisha yake, yani Mungu yumo ndani yake, nguvu za Mungu zimo ndani yake. Kwa hiyo anaamuru maisha yake yaendeje, anaamuru reality yake, ana create reality yake. Na nikazungumzia kwamba hapa ndipo inapokuja nguvu ya mindset, kwamba unachokiwaza ndicho kinachokuja kuwa kwenye reality yako, maana intention zako zina nguvu. Hii ndio dunia au ndio ulimwengu ambao ukiaccend ukafika hapa, manifestation power ndo zilipo. Mtu ambaye anataka kumanifest au ana uwezo wa kumanifest ni mtu anayeoperate kuanzia hii mbingu ya 6 kupanda. Maana walioko kwenye level ya 6 ndio wenye uwezo wa kumanifest, ndio wenye uwezo wa kucreate. Ni creators wanaoishi kwenye ulimwengu, au ni watu wanaoumba pamoja na Mungu. Level ya 7 ambayo ni dimension ya 7, dimension ambayo kwa mtu ambaye ufahamu wake umeascend, consciousness yake imeinuliwa kufika mbingu ya 7, au viumbe wanaotembea katika mbingu ya 7, hawa ni wanao overview, ni watu ambao wanatizama dunia, maisha na ulimwengu kutokea juu. Ni watu ambao kwenye maelezo ambayo nilikuwa nikielezea nisema ni watu ambao wana overstand. Aliyeko chini ana understand. Hawaelewi mambo kutokea chini, wanaelewa mambo kutokea juu. Hiyo ni kwa ufupi. Mtu aliyeko level ya 8 ambaye ufahamu wake umeascend kufika mbingu ya 8, na hapa ndipo ambapo wanaishi watu ambao ni maoracle, watu ambao wana vipawa vya kiroho. Hapa ni watu ambao wenye access to all information, ni watu wenye access to Akashic records. Hawa ni watu ambao maktaba za mbingu zimefunguliwa kwao, wamepewa kufahamu siri za ufalme wa mbingu. Kwa hiyo mtu anaishi mbingu ya 8, au mtu ambaye consciousness yake imeascend kufikia level ya 8, huyu ni mtu ambaye ana access to all information, ana uwezo wa kutambua chochote akitaka kukitambua. Na hapa ndipo wanapoishi maoracle na seers, watu wanaoelewa mambo ya kiroho, watu wenye vipawa vyenye nguvu vilivyoko kiroho. Leo nitazungumzia dimension ya 9 kwa ukubwa, maana nimeshatangulia kuzungumzia kuanzia dimension ya 1 mpaka ya 8. Dimension ya 9 ndio dimension ya mwisho, yani ndio the highest dimension. Kwa jinsi ninavyofahamu mimi, sijui kwa mwingine, lakini kwa jinsi ambavyo nimepewa kufahamu mimi, kwa jinsi ambavyo nimefunguliwa kufahamu mimi, maana natishia kile ambacho nakifahamu. Imeandikwa tunashuhudia kile tukijuacho. Ndio level ya juu kuliko level zote tuwapo kwenye ulimwengu. Na hii level ni level ya Christ consciousness. Hii ni level ya umoja na Kristo. Hii ni level ambayo ascended masters ndio wanaishi. Hawa ni watu ambao wameascend, fahamu zao zimeinuliwa kutoka kwenye dunia, wameinuliwa kutoka kwenye ubatili wa dunia, fahamu zao zimeketishwa pamoja na Mungu. Hawa ni watu ambao Kristo tayari ameumbika ndani yao, amekamilika ndani yao. Ukisoma kwenye Waefeso sura ya 4 mstari wa 13, nadhani itaeleweka kwenye hichi ambacho niko nakizungumzia. Waefeso 4 mstari wa 13 kitaeleweka hiki ambacho nakizungumzia. Na Waefeso 4 mstari wa 13 inasema, hata na sisi sote tutakapofikiria umoja wa imani
na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa ambaye ana macho ya ufahamu, kwa mtu ambaye ana sikio la ufahamu, hichi ninachokizungumza nadhani anakielewa. Hii ndio level ambayo inazungumziwa hapa kwenye Waefeso 4:13. Wapo ambao wanaishi kwenye hii dunia wameweza kuaksendi, wamefanikiwa kuaksendi, wamefunguliwa milango ya kuaksendi na kuifikia mbingu ya 9. Tunaishi nao kwenye hii dunia, lakini ufahamu wao uko beyond hii dunia. Hawa ndio wale watu walioandikwa kwenye Biblia kwamba ninyi mko ulimwenguni lakini si wa ulimwengu. Yaani nyinyi mko duniani lakini si wa dunia. Hawa ni ascended masters. Ni watu ambao walishawahi kuwako juu, wamekuja kwenye hii dunia kwa ajili ya mission fulani. Na yoyote yule anayefikia umoja na Kristo, huyo ni mtu ambaye anakuwa kwenye mission fulani. Unatambuaje kwamba una ufahamu wa Kristo ndani yako, au sifa gani zinaambatana na mtu mwenye ufahamu wa Kristo ndani yake? Kwanza kabisa, mtu aliye ascend kufikia hii level ya God consciousness, kwanza kabisa huyu ni mtu ambaye tayari ana ufahamu wa Mungu ndani yake. Maana ameascend kuanzia level ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8 mpaka ya 9, ambapo ndipo Kristo kuumbika ndani yako. Tayari amepitia majaribu, tayari amepitia wakati wa Ayubu, wakati wa kupoteza kila kitu, amepitia wakati wa kusulubishwa pamoja na Kristo, ndipo akapewa access ya kurithi pamoja na Kristo. Maana tumeandikiwa kwamba tu warithi pamoja na Kristo. Kwa hiyo huyo ni mtu ambaye tayari Kristo kaumbika ndani yake, uzima umo ndani yake. Maana napozungumzia Kristo sizungumzie mtu, nazungumzia ufahamu, nazungumzia uzima, nazungumzia nuru, nazungumzia kweli. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye tayari anaviembodi hivyo vitu ndani yake. Ukisoma kwenye Wagalatia 4:19 kuna maneno yanasema, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Hapa ni Paulo alikuwa akiwaandikia nyaraka wa Galatia kwamba kuna watu ambao alikuwa akiwalenga hapa, ambao walikuwa ni wateule wa Mungu, ambao walikuwa wanatakiwa Kristo aumbike ndani yao. Hii process ya Kristo kuumbika ndani yako au ndani ya yote ambaye Kristo ameumbika ndani yake ni process ambayo ina maumivu. Kwa hiyo unaona hapa anasema na waonea utungu. Utungu ni kama uchungu. Ni kama huruma fulani, yani anawaonea wale ambao wanapitia process ya Kristo kuumbika ndani yao. Kwa hiyo mtu ambaye ameifikia ile level ni mtu ambaye amepitia process nzima, ameascend. Na kuascend ni process ambayo haichukui siku moja, siku mbili, siku tatu. Ni process ya muda mrefu, ni safari. Yani hata mimi haya kuja kuyaongea ni kwa sababu nimeitembea safari ya kiroho, na si rahisi, wala hakuna sehemu imeandikwa kwamba itakuwa rahisi, hapana. Kwa hiyo ili kumtambua au kujitambua kwamba Kristo yumo ndani yako na ameumbika ndani yako, ameumbika kwa mtu fulani, ni kwamba huyo mtu anakuwa tayari amepitia process mpaka pale ambapo uzima unakuwa ndani yake. Maneno yake yanakuwa uzima, hata akiyazungumza nuru inakuwa ndani yake. Ukikaa naye unaiona mpaka ile nuru. Kwa mfano mtu ambaye mwenye ufahamu wa Kristo, ukikaa naye ukafanya conservation tu ambayo mnaweza kuifanya pale, yenyewe ni nuru tosha. Huyu ni mtu ambaye anaishi kweli. Naposema ukweli, si kusema kwa mfano hii ni rangi nyeupe na kweli ni rangi nyeupe. Ndio ni ukweli, lakini ukweli unaozungumziwa katika Kristo ni kuishi kitu kinaitwa authentic self. Ni kuishi real, ni kuwa kweli. Yani usiigize kuwa wewe, maana kila mmoja Mungu alimuumba na maajabu yake. Kwa hiyo ukiwa wewe, yale maajabu ya Mungu yanadhihirika. Kwa hiyo huyo ni mtu anayeishi ukweli. Na huwezi kuifikia Christ consciousness kama unaishi fake, kama unaishi kwa kuweka maski, kama unaishi kwa maigizo. Wanaoifikia ile level ni watu wanaishi kwenye authentic, ni watu wanaishi kwenye love. Kwa hiyo nadhani naeleweka ninaposema hii ni mojawapo kati ya sifa ya mtu ambaye Kristo ameumbika ndani yake. Sifa nyingine ni
Unapofikia Christ consciousness au mtu alipo na Christ consciousness, huyo ni mtu ambaye ameachieve umoja na source, ameachieve umoja na Mungu. Unapozungumziwa neno source inamaanisha chanzo cha yote, chanzo cha nuru, chanzo cha uzima, chanzo cha pumzi tunayovuta mimi na wewe utakaye kuja kusikiliza. Hiyo ndio source, chanzo cha yote na iko juu ya vyote. Hapo ndipo maisha ya kila mmoja wetu yanakoanzia. Iko hivyo, hapo ndipo uhai au ulimwengu ndipo kama ambapo ilipo processor ya mbingu na nchi. Kwa hiyo huyo ni mtu ambaye yuko connected na hiyo processor, yuko connected na hiyo source. Na kwa lugha nyingine unasema huyu ni mtu ambaye yuko connected moja kwa moja na Mungu. Ukisoma kwenye Yohana 17, itabidi niitafute ili ninachokizungumza ki make sense. Ukisoma kwenye Yohana 17 mstari wa 21 twende mpaka mstari wa 22 ili kupata maana ya hiki ninachokizungumza naposema umoja na Mungu, umoja na source. Yohana 17:21 inasema, tukianzia 20 inasema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Hapa ni Kristo alikuwa akiwaombea wale ambao watauvaa ufahamu wa Kristo ndani yao. Alikuwa akiwaombea wale ambao watakula na kunywa damu yake na kula mwili wake. Kunywa damu ya Kristo na kula mwili wa Kristo ni kumuimbodi Kristo ndani yako. Kwa hiyo alikuwa akisema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Unatakiwa ujue kuna vitu ukienda kwenye religion, ukienda kwenye kanisa, ukienda popote pale ambapo wanafundisha mafundisho ya kidini, hawawezi kuvigusia. Maana wakivigusia ukawauliza maswali watashindwa kuvijibu. Na inaweza kufanya institutions zao zikakolapse. Na institutions zao ni business. Kwa zikikolapse inamaanisha biashara zao zimekufa. Kwa hiyo kuna vitu wanavificha. Kristo alipokuja hapa, mission namba 1 kabisa aliyokuwa nayo ilikuwa si kuwafanya watu waabudu. Ilikuwa ni kuja kuwaonyesha watu mfano wa kile ambacho wanaweza kuwa. Ilikuwa ni kuja kuwaondolea watu uoga wa kumsogelea Mungu, uoga wa kumpenda Mungu na kuwafanya watu kuwa umoja na Mungu. Hapa maneno yanasema kwamba wote wawe na umoja. Umoja unaozungumziwa hapa si wa mimi kwenda kumshika mwenzangu aliyeko kama mimi nikamshika hivi mkono tukakumbatiana tukawa umoja, no. Umoja aliokuwa akizungumza kwamba kama mimi, kama Baba ulivyo ndani yangu. Maana Kristo alikuwa ni mwanadamu aliyeweza kuiembody source akiwa kwenye mwili. Alikuwa ni aliyeweza kuiembody chanzo cha yote, nuru, uzima, nguvu, uweza, mamlaka ndani yake. Aliweza kuviembody ndani yake, aliweza kuvibeba ndani yake. Kwa hiyo alikuwa akiwaita wengine kuonyesha kwamba inawezekana kutembea na Mungu ndani yako bila kuhitaji mpatanishi hapa katikati. Una uwezo wa kuwa umoja na Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye amefikia hii level, ameascend kufikia Christ consciousness, huyu ni mtu anayeelewa hili. Huyu ni mtu tayari ambaye ameachieve umoja na Mungu. Huyu ni mtu ambaye hahitaji middleman. Naposema middleman ni kwamba hahitaji mwinjilisti, hahitaji mchungaji, hahitaji mzee wa kanisa kumfanya awe connected na Mungu. Iko hivyo. Maana wote walioko tuseme kanisani popote pale wanaenda kumtafuta Mungu. Si kwamba tayari wanaye Mungu. Aliyeko na Mungu, huyo tayari ana Mungu. Hawezi kwenda tena kumtafuta. Huyo anafanya kazi ya kudumisha mahusiano yake na Mungu. Iko hivyo. Kitu kingine, mtu ambaye amefikia Christ consciousness, huyo ni mtu ambaye anakuwa ni mwakilishi wa Kristo katika dunia. Ukisoma kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5:20 kuna maneno yanasema pale kwamba tu wajumbe wa Kristo, ya kwamba
ni kama uwakilishi wa Kristo. Mtu ambaye ni mwakilishi wa Kristo ni ule mtu ambaye yani Kristo anaongea kupitia yeye, Kristo anaweza kufundisha kupitia yeye, Kristo anaweza kuponya kupitia yeye. Huyo ni mtu ambaye tayari yuko full mature, yani kwenye imani yake yuko full mature linapokuja swala la kiimani. Yani ni mtu ambaye amekuwa kiimani, amefikia utimilifu wa cheo cha Kristo ndani yake. Iko hivyo. Na unapofikia kwenye ile level unakuwa kwenye umoja ambao ni kwamba Mungu ndani yako na wewe ndani ya Mungu. Yani Mungu anakuzingira na wewe yani kuna namna natafuta kuweka katika lugha ya Kiswahili. Naweza kusema yani huyu ni mtu ambaye ana speak Christ words, ana do Christ work, na ana presence ya Christ. Yani ni mtu ambaye ana aura ya Mungu, yani uwepo wake ni uwepo wa Mungu. Ni mtu ambaye hata akiingia kwenye chumba hivi, maana hapa najaribu kuzungumzia sifa ambazo zinakuwa na mtu mwenye level hii ya ufahamu, maana ni vitu ambavyo vipo kweli, nina ushuhuda kabisa. Ni mtu ambaye akiingia kwenye chumba hali ya kwenye kile chumba lazima ibadilike, maana ana uwepo wa Kristo. Yani Kristo anatembea na yeye, Kristo anatembea kupitia yeye. Yani kama aura yake, ule uwepo wake unaomzunguka ni Kristo. Huyu ni mtu ambaye ana unlimited power, maana mamlaka ya mbinguni na duniani ni ya Kristo. Iko hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na Kristo ni mtu ambaye tayari ana power na authority. Iko hivyo. Na hawa si watu ambao wanatoka wanakuja anasema ona mimi nina ufahamu wa Kristo, au mimi nina Kristo, au mimi ni Kristo. No. Hawa ni watu hata bila yeye kuongea chochote utafeel something is different about this person. Na hawa si wengi, maana hesabu yao kwenye maandiko, hesabu yao ni watu 144,000. Ukileta kwa hesabu ya kawaida ni watu 144,000, japokuwa yale maandiko yameandikwa kiroho zaidi, si kwamba wanazungumziwa watu 144,000. Maana hata hapa tunaona Kristo anawaombea si wale tu waliopewa na Baba, bali anawaombea pia hata wale watakaoamini maneno ya wale aliopewa na Baba. Kwa hiyo ile 144,000 iliyoandikwa kwenye Ufunuo wa Yohana ni kama frequency pia ambazo mtu yoyote akiziembody au akiweza kuzifikia, au mtu yoyote akiweza kuufikia ufahamu, atakuwa mlisi, atakuwa na yeye amereceive ile power, atakuwa na yeye amereceive ile neema. Maana kilichopo ni nini? Kristo alikuja kutuokoa. Kuja kutuokoa si kama ambavyo tumetengenezewa. Kutuokoa ni aje? Unapo inuka kiufahamu, maisha yako lazima yatainuka. Kwa mfano mtu aliye ascend kutoka level ya 3, kutoka kwenye dunia ya 3, kuzitoa fahamu zake kwenye dunia ya 3 aka ascend mpaka kufika level ya 5. Level ya 5 ni 5D. 5D ni ulimwengu, dimension ya 5. Dimension ya 5 kwa Kiswahili rahisi ni ulimwengu wa roho, spiritual world. Ni mtu ambaye tayari anatembea katika nafsi yake, ni mtu anayetembea katika roho. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye mauti au kifo hakina nguvu juu yake. Kwa hiyo tayari ameokolewa na mauti, maana mauti inaufuata mwili au kifo kinaufuata mwili. Roho haifi wala nafsi haifi. Nafsi na roho vinabadilika, vinaenda kupata mwanzo mwingine. Kinachofika mwisho ni mwili. Kwa hiyo mtu ambaye ameuvaa ufahamu wa Kristo tayari ameascend kutoka kwenye mwili wake, anaoperate katika roho. Na akisha operate katika roho, aishi tu kuoperate katika roho, anajikuta ana authority. Yani Mungu amewapa mamlaka walio wake, Mungu amewapa urithi walio wake. Na Kristo pia kwenye maandiko kuna sehemu anaombea, anasema wale waliopewa wawe na yeye popote atakapokuwa. Na Kristo au Bwana wa mabwana tunaonyeshwa kwamba ni mfalme wa amani. Kwa hiyo akiwa ndani yako, maisha yako yatazingirwa na amani. Sidhani kama kuna mtu asiyehitaji amani. Yani hata kama uhitaji amani kwa sababu kiburi chako ndio akihitaji, au kwa sababu umezoea maisha ya vita, lakini ukionja amani lazima utaihitaji tena na tena na tena, na utafanya chochote kuilinda hiyo amani. Kwa hiyo mtu ambaye ana ufahamu wa Kristo tayari, huyu ni mtu ambaye anaishi kwenye mbingu. Huyu ni mtu anaishi kwenye ufalme wa mbingu.
Yani anaweza kawa anaishi kwenye hii dunia, lakini hii dunia haitembei kama jehanamu. Maana jehanamu hapa kwenye hii dunia, mbinguni hapa kwenye hii dunia, na duniani hapa kwenye hii dunia. Inategemea na ufahamu wako uko kwenye level gani. Kwa ambaye anaoperate kwenye lower dimension, huyo ni mtu anaishi kwenye wasiwasi, anaishi kwenye mashaka, anaishi kwenye hofu ya kifo, anaishi kwenye fear, anaishi chini ya ibilisi aliyetupwa kwenye lower dimensions. Wanatawaliwa na shetani ambaye ni mungu wa hii dunia ya tatu, ni mungu wa hizi dunia ambazo ziko lower, ni mungu wa ulimwengu ambao uko chini, ni mungu wa dimension ambazo ziko lower, ambazo wanaishi mapepo wabaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye ana ascend ni mtu ambaye anakuwa na umoja na Mungu, ni mtu ambaye ana operate kwenye mbingu za juu. Iko hivyo. Na naamini hata yanayozungumza ni kama kutoa ufunguo kwa mwingine. Iko hivyo, si kuflex kwamba ona nafahamu kitu fulani au ona nimegundua kitu fulani, hapana. Na share hapa kutoa funguo kwa mwingine. Kwa atakayesikiliza na kuya-apply haya, yatakuwa na maana sana kwake. Kwa atakayesikiliza haya na ana ufahamu wa Kristo ndani yake, ni kama clarity. Maana kuna muda tuko kwenye hii dunia pia mwisho wa siku, au unaweza kusema tuko tukipitia huo binadamu mwisho wa siku. Kwenye kupitia huo binadamu kuna confusion, kuna stress, kuna depression, kuna kusahau. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nikija kuisikiliza itakuwa na msaada kwangu. Naamini hivyo. Kuna vifungu vya Biblia ambavyo nimevimention ambavyo vitaweza kuleta maana kwa ambaye anataka kuelewa zaidi kupitia Bible hiki ambacho niko nakizungumza. Sana sana ni kwenye Yohana 17, ile Yohana sura ya 17 yote, lakini Yohana 17 mstari wa 22 mpaka mstari wa 23, Yohana 17 mstari wa 24 na Yohana 17 mstari wa 11. Hivi vyote vinazungumzia hiki ambacho nakizungumzia hapa. Kwa ufupi, ili niweze kuifunga hii, ni mtu ambaye ana embody Christ consciousness au ufahamu wake umefika level ya 9, ambayo ni level ya juu kabisa. Huyu ni mtu ambaye anatembea kwenye authority and power. Huyu ni mtu ambaye anatembea na kitu kinaitwa divine union. Yani ni mtu ambaye anatembea na mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Maana Kristo ameketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatembea mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Mungu, unapozungumzia neno Mungu Baba au Mungu Mwenyezi, hauzungumzii mtu mmoja, uzungumzii kitu kimoja, uzungumzii mata, hauzungumzii jambo fulani. Unazungumzia ulimwengu wote, unazungumzia nguvu zote, unazungumzia uzima, unazungumzia nuru. Na mtu ambaye ameketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi ni mtu ambaye nguvu, uweza, mamlaka na ulimwengu vinatembea pamoja na yeye. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatembea akiwa na ulimwengu wake ndani yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana maisha milele, maana ulimwengu ukimuua hata huko nje, ndani yake ana maisha. Na ndio maana hata Kristo alipitia kusulubiwa. Kipindi anasulubiwa pale, aliwaachia mwili wake kwamba mnadhani mnaweza kuniua, lakini mimi ndani yangu nina ulimwengu wote tena. Kwa hiyo sulubisheni mwili kwa masaa yale ambayo mlikuwa mnataka kunisulubisha, lakini si kwamba mnaweza kunisulubisha mimi mazima. Kwa sababu ndani yake alikuwa na ulimwengu wote, ni alikuwa na Mungu kabisa ndani yake. Kwa hiyo mtu ambaye yuko kwenye ile level ni mtu ambaye anatembea juu ya hofu, ni mtu ambaye haendeshwi tena na hofu ya kifo, maana Mungu yumo ndani yake, uzima umo ndani yake, maisha yamo ndani yake. Na without saying many things, sifa na utukufu virudi kwa Mungu aliye juu ya vyote. Na naamini itakuwa ni key kweli kama ambavyo na manifest hiyo, ikawe key kwa mwingine, ikawe ufunguo kwa mwingine, ikawe clarity. Na without saying many things, in the name of Yeshua, I share over